Na mtazamaji, kabla hatujaondoka ndani ya studio, tukuletee taarifa nyingine moja kutoka bunge, ambapo bunge linatazamiwa kushauriana na Wizara ya Ardhi na Tume ya Kitaifa ya Ardhi ili kuweka kipaumbele utoaji hati miliki za ardhi kwa mashirika ya serikali na kuepusha unyakuzi. Mtazamaji, katibu wa idara ya mazingira Festus Ngeno, wakati akiwa mbele ya kamati ya uhasibu wa fedha za umma bungeni, alitoa wito kwa wabunge kusaidia idara hiyo katika kupata hati miliki za vipande 22 vya ardhi vinavyomilikiwa na idara ya utabiri wa hali ya hewa humu nchini ambavyo sasa vimenyakuliwa. Wabunge walibainisha kwamba tatizo la ukosefu wa hati miliki za ardhi linashuhudiwa katika mashirika mengi ya kiserikali, swala ambalo wamesema inasikitisha kwamba Wizara ya Ardhi haijatilia maanani. Katibu wa mazingira Festus Ngeno alifika mbele ya kamati ya bunge ya uhasibu wa fedha za umma kujibu maswali yaliyoibuliwa na mkaguzi mkuu wa mahesabu ya serikali kwenye ripoti yake, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa hati za umiliki wa vipande kadhaa vya ardhi vinavyosheheni vituo vya utabiri wa hali ya hewa. Kwa mujibu wa mkaguzi mkuu, vipande takriban 22 vya ardhi vinavyomilikiwa na idara ya utabiri wa hali ya hewa havina hati za umiliki na hivyo kuwa kwenye hatari ya kunyakuliwa. Katibu Ngeno alionyesha jinsi idara yake ilivyokuwa imeandikia Wizara ya Ardhi kwa utoaji wa hati miliki hizo bila ufanisi. We've done our part in terms of issuance and we've done those letters. Unfortunately, we've not been able to get any responses in that regard. But we keep on following as guided in the last audit, and it's our responsibility to make sure that we secure our lands. So we still have a long process in that regard. Chair, can he provide letters to show that he's written to lands for titling? Yeah. Are they here? The letter Appendix 3, Roman 3 should not be land commission, to be to PS lands. It is there. Idara hiyo ililalamikia mgao duni wa bajeti kwa idara ya utabiri wa hali ya hewa, hali inasema imetatiza uwekaji ua kwenye ardhi yake. We started the process of fencing based on budgetary allocation. So, Chair, I would want to confirm that we've been making this request through our committee to National Treasury on allocation. Even in the last supplementary that just passed 2 weeks ago, we made this request. So the problem has been budgetary allocation for fencing of land. Wabunge kwa upande wao waliafikiana kushauriana na Wizara ya Ardhi na Tume ya Kitaifa ya Ardhi kuweka kipaumbele utoaji hati za umiliki wa ardhi kwa mashirika ya serikali ili kuilinda dhidi ya wanyakuzi. As a committee, I think we need to take a strong stand and make serious recommendations, or not say recommendations, on the same, including raising it with the Treasury because of budgeting, and raising it with NLC, National Land Commission, because all the commissions appear before Public Accounts Committee. We would want a plan on how we can make sure that all the government land is secured. Na huku hayo yakijiri, serikali inatazamiwa kuvuna faida za malipo ya kaboni kuanzia mwezi Julai mwaka huu. Katibu Ngeno amesema kanuni 3 kuhusu mabadiliko ya tabia nchi zitawasilishwa kwa bunge hivi karibuni kwa utathmini ili kutoa mwongozo kuhusu mfumo wa malipo ya kaboni. Gishuke Washira, Darubini.